Ni shamra zinazoendelea hapa mnada mpya jijini Dodoma. Hii ni katika kusherehekea kuwapokea Dodoma Jiji FC baada ya kupata mabao 3-2 dhidi ya Yanga hapo jana mkoani Singida. Tupo na sport lady wetu Azat Sefu ambaye yeye alikuwepo Singida kuanzia mwanzo wa mechi mpaka mwisho. Ataenda baadaye kutujuza kile ambacho kimetokea huko, ilikuwaje, shamra zilikuwaje, lakini pia mashabiki walikuwa wana hamasa kwa kiasi gani, wachezaji pia walikuwa wana furaha kwa kiasi gani baada ya kupokea ushindi huo. Mtazamaji wa Jimbi TV, mimi ni Agnes Peter, endelea kubaki na sisi ili uendelee kujua kila kinachoendelea hapa. Mtazamaji wa Jimbi TV, kama ambavyo Agnes Peter kakujuza hapo awali, tulikuwa pale mkoani Singida katika dimba la Airtel Stadium ambapo Dodoma Jiji Football Club walishuka dimbani wakiwakaribisha Young Africans na mchezo umetamatika kwa Dodoma Jiji ambao ni wenyeji wa mchezo wakiondoka na alama 3 na wamejipatia ushindi wa mabao 3-2. Kama unavyoona, mashabiki wamejitokeza katika eneo hili la mnada mpya ili kuweza kuipokea timu yao. Ni kwa jinsi gani wamefurahi, wameonyesha kufurahishwa na kile ambacho kimetokea katika eneo la uwanja wa Airtel Stadium mkoani Singida. Mtazamaji wa Jimbi TV, kutokana na mapokezi ambayo yamefanyika katika jiji hili la Dodoma kwa mashabiki wa Dodoma Jiji kuipokea timu yao kwa furaha kutokana na matokeo ambayo yamepatikana katika uwanja wa Airtel Stadium pale mkoani Singida. Kama unavyoona, mashabiki liko na magano na furaha, na hapa ni Mwanga Bar ambapo tawi hili litazinduliwa, na kama unavyoona mbele yangu ni Waziri Junior akiwa anaangaliwa na mashabiki, lakini pia mashabiki wamefurahi kutokana na kile ambacho kimeweza kutokea. Mtazamaji, niko na miongoni mwa mashabiki wa Dodoma Jiji ambao wamejitokeza katika eneo hili la Mwanga Bar, ikiwa ni mapokezi ya timu yao kutokana na timu ilivyopata ushindi pale katika uwanja wa Airtel Stadium. Mambo vipi? Safi. Kwema, unaitwa nani? Naitwa Hamisi Ibrahim. Unazungumziaje haya mapokezi ya Dodoma Jiji ambayo yamefanyika katika? Kwa kweli tunafurahi. Wewe mwenyewe umeiona hii vibe. Umeiona mwenyewe. Hii ni timu yetu sisi wana Dodoma Jiji. Tunafanya vitu vizuri. Nyinyi wenyewe mmependa. Unazungumziaje goli la Waziri Junior? Goli zuri, kampiga mtu chenga, kaanguka, kafanya mambo mazuri. Ndio. Kwa hiyo unatoa ujumbe gani kwa timu zingine? Wajiandae, vipigo vinakuja, tuwaendelee kujiandaa, vipigo vinakuja huko mbele. Na yule anaitwa Waziri Junior Shentempo achekeshi. Shida, hatubahatishi. Yaani si Dodoma Jiji, ukisoma hapo unaelewa maana yake Dodoma Jiji ni nini? Cheki chata hapo. 3 kavu. Wapita zao hivi kama vocha. Uongo kweli? Imeisha hiyo. Sina mengi. Kwa hiyo mnatuma ujumbe gani kwa mashabiki wa Yanga? Nadhani wameona vibe letu, wameona timu yetu, timu imejipanga vizuri, timu inatafuta matokeo na tumeonyesha vizuri, na bado wengine wanaokuja wote. Kwa hiyo mmevunja ile kauli wanayosemaga kwamba Dodoma Jiji ni tawi la Yanga, mmevunja? Hapana. Mpira una tawi. Sisi tuna shida na pointi 3 na tumepata pointi 3 na tutaendelea kupata pointi 3 kwa wote wanaokuja huko. Wamekunywa sana waini zetu jana, wamelewa chakari. Yule anaitwa Waziri Junior Shentempo achekeshi. Sawa. Na wamefika wamechanganyikiwa na waje wa Jimbi TV, bado tuendelea kuzungumza na mashabiki wa Dodoma Jiji Football Club ambao wameweza kujitokeza hapa. Habari yako? Sawa, habari yako? Kwema kabisa. Kwema. Mnaonekana mna furaha kweli kweli kutoka kupata na alama 3 mbele ya Young Africans. Una neno lipi? Tuendelee kupambana. Timu tunayo, tuendelee kupambana. Unajisikiaje kufunguliwa kwa tawi la Dodoma Jiji leo? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumezindua tawi letu kwa ushindi. Kumwangusha Yanga sio kitu cha mchezo. Tunamshukuru Mungu. Bado hajasema. Tunashukuru Mungu. Bado hajasema. Asante.
naongelea pia mtazamaji wa Jimbi TV. Hao ni mashabiki wa Dodoma Jiji Football Club ambao wamejitokeza katika eneo hili ambapo walikuwa wanazindua tawi la Dodoma Jiji, na haya yote yametokea ikiwa ni furaha, ni sherehe ambayo Dodoma Jiji wameifanya kutokana na kupata alama 3 mbele ya Young Africans. Jina langu ni Azat Sefu International Sound, sauti ya kimataifa. Endelea kufuatilia Jimbi TV kwa kusubscribe, kushare na kulike, usisahau na comment ili kwanza kupata habari zote katika upande wa kitaifa, kimataifa, michezo na burudani.